Our topic is about the plan of salvation. The plan of salvation. Jambo hili la wokovu haikuanza leo. Tangu mwanadamu alipoumbwa na Mungu na akawekwa katika shamba la Edeni, alipewa sheria za Bwana vile ataishi katika shamba la Edeni, lakini hakufuata sheria za Bwana. Kuanzia hapo Mungu na mwanadamu, ushirika wa Mungu na mwanadamu ukapotea. Ni kwa maana mwanadamu hakuwa mtiifu mbele za Bwana, hakufuata sheria ya Mungu aliyompea akiwa katika shamba la Edeni. Na hii ndio sababu kila mmoja wetu anapozaliwa, sisi tunazaliwa tukiwa na dhambi, kwa maana wazazi wetu walifanya dhambi, na kwa maana Mungu alitupenda, alitafuta njia ya kutuokoa ili tukubalike mbele zake. Na hiyo ndio sababu alimtuma Yesu Kristo ili aje kufa ni kwa ajili ya dhambi zetu, tupate msamaha wa dhambi kupitia kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo unaweza kushindwa, unasema nimezaliwa na mimi sijafanya dhambi, kwani nitaokolewa kutoka wapi? Wazazi wetu wa kwanza wamekosea mbele za Bwana na tukazaliwa tukiwa na laana. Kwa hivyo kuna mambo ambayo ninataka chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu tuyajue, yale ambayo tunaelekezwa na Biblia, neno la Bwana, ili tupate wokovu. Maana za zingine unashindwa, unaona watu wanakaa, hata wengine wako kwa kanisa na mtu hata hawezi kujieleza kama ameokoka ama mambo iko namna gani, ajui. So Biblia inatupea mwelekeo kwa ajili ya wokovu, na ni lazima uelewe umeokolewa kwa nini. Lazima tuwe na ufahamu tumeokolewa kutoka wapi, tunaokolewa kwa nini. Kwa nini Yesu, kwa nini Mungu alimtuma Yesu Kristo kwetu? Jambo la kwanza tunaliona katika kitabu cha Romans 3:23. Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Kwa maana sisi sote tumetenda dhambi na tumezaliwa kuwa tukiwa na dhambi, maana wazazi wetu wametenda dhambi mbele za Bwana. So sisi lazima kama Wakristo tukubali kama sisi ni wenye dhambi. Si mtu anaokolewa kutoka mahali, si unaokolewa kutoka mahali. Kristo amekuja kutuokoa kutoka dhambini, kutuondolea laana iliyotupata kupitia kwa wazazi wetu. Kwa hivyo sisi ni wenye dhambi.
kwa sababu wote wamefanya dhambi na kufungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo Wakristo sisi sote tumefanya dhambi na tukafungukiwa na utukufu wa Mungu. Ule uhusiano uliokuwepo mwanzo ukapotea, kwa maana Mungu ni mtakatifu. Kwa hivyo ikiwa unaokolewa, unaposikia neno unakubali na unatambua kana kwamba wewe ni mwenye dhambi. Jambo la pili tunaliona pia katika hicho kitabu, mlango wa 5 mstari wa 8 hadi wa 9. Na tusome kanisa sisi sote. Yes. Kwa maana sisi ni wenye dhambi na upendo wa Mungu ulikuwa mkuu kwa mwanadamu. Hii ndio sababu alimtoa Yesu Kristo. Jambo hili linaonesha upendo kwetu kutoka kwa Mungu. Mungu kumtoa Yesu Kristo akaja na akapa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hivyo kwa maana Mungu alitupenda, hii ndio sababu alimtuma Yesu Kristo aje kutuokoa katika utumwa wa dhambi. Na ukijua hayo, jambo la tatu, inafaa umulilie Mungu, uite jina la Bwana ili Kristo apate kutuokoa. Romans 10:13. Tusome kanisa. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Kwa hivyo kanisa, kwa maana sisi tumesaliwa tukiwa wenye dhambi, tumetambua kana kwamba sisi ni wenye dhambi, na kwa maana Mungu ametuhurumia na akaonyesha upendo wake mkuu kwetu, akamtuma Yesu Kristo akaja kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Tutakapomwita Bwana wetu Yesu Kristo tutapata wokovu. Kwa hivyo kanisa, ujue mambo hayo inafaa uyazingatie, na kama uandiki siku zile zingine, ninaomba uandike hiyo mistari ya maandiko ili uwe unasoma, maana itakusaidia sana na itakujenga katika imani. Uokovu ni wa kila mmoja. Haijalishi wewe umeenda kwa njia gani, umefanya nini, lakini ukimuita Bwana wetu atakuokoa. Na ukikubali wewe ni mwenye dhambi. Njia ya wokovu sio mpango wa mwanadamu. Huu ni mpango wa Mungu mwenyewe. 2 Peter 3:9. Kwa hivyo Wakristo tujue jambo la kuokolewa sio mpango wa mwanadamu. Jambo hili ni Mungu amelipanga ili tusiwe watu wa kupotea, maana Mungu alikuwa na mpango mzuri juu ya maisha yetu.
na tusome pamoja. Kanisa. The Lord Yes. Bwana akawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyo kukawia, bali kuvumilia kwenu, maana apendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikie toba. Mpango wa Mungu ni kila mmoja apate kuokolewa, apate kubali yeye ni mwenye dhambi na atubu na amwite Bwana Yesu Kristo ili amuokoe, maana Mungu anatupenda na hataki mmoja wetu apotee. John 3:16. John 3:16. Na kwa maana mpango wa Mungu ni kila mmoja apate kuokolewa. Ukisoma Yohana 3 mstari wa 16, maandiko yanasema nini? Yes, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu